kama ulikuwa unajua kuwa Saba na Chike wana mahusiano, ukupaswa kuzungumza kwa sababu wale ni wanandoa. Nimekwambia wakati naongea na Saba Chifu sikumuona. Kwa sababu lipa. Na kingine hata kama wakiachana, wewe na kuhusu nini? Yaani wewe mambo ya wao yana kuhusu nini? Wewe una wazimu kweli. Yaani wewe una wazimu. Mimi na Chifu tumetoka tumbo hii. Tumbo moja. Kwa hiyo ananihusu katika kila hali yoyote ile. Yaani wewe unaongea tu umbea ujue unachokiongea ni nini? Sasa sikia. Huko ndani utatoka. Utatoka ndani. Nakwambia kwa mara ya mwisho. Kipindi naongea na Saba sikumuona Chifu. Unitaka nifanyaje? Yaani nimefika tu siku ya kwanza na nimeanza kunyanyasa, si ndio? Sasa nakwambiaje? Ndani mimi nitaondoka. Yaani sikutegemea kama mwanamke ni mshenzi kiasi hichi. Hivi kweli umekosa wanaume wote wakutembea mpaka tembea rafiki yangu? Sabla. Mbona mimi nakuamini sana alafu wewe umekuwa ni mtu kunivunjia uaminifu kila siku? Shida nini? Hapana mume wangu, wewe ndio umetengeneza hili. Hebu fikiria, tunatoka wewe mimi na Chike. Tunaenda wote club. Then unaondoka unaniacha mimi na Chike. Aliyakuwa wote tulikuwa tumetumia pombe. Sio nafikiria Mungu sisi tumfanya nini? Na kule kuna kila aina ya vishawishi. No, hiyo sio sababu Sabra. Mimi sikuacha bali nyinyi mzini. Na kama ulikuwa ununa pombe uziwezi, basi tukiondoka wote. Kwa nini muacha pale ili mleo ili wewe mzini sasa ndio? Kwa mimi nikiwa muamini Chike, wewe ndio unaenda unavunja huo uaminifu. Sasa nisikilize, iko hivi? It's too much. Inatosha. Sasa hivi ninavyoongea na wewe na kuacha rasmi. Unaondoka unaenda kwenu. Na amu hii haitakuwa tena kawaida, nitakupa talaka 3. Sitaki tena kurudia wewe mwanamke katika maisha yangu. Wewe ni shetani. Yes, iko hivyo. Basi. Nataka mnitafute mtu mwenye umri wa miaka 40 na kuendelea ili nikamilishe kafara yangu. Wewe mtu awe hai au amekufa? Inatakiwa awe hai ili nimchinje mimi mwenyewe. Sawa, naomba advance. Taanza na hii. Baada ya kazi utaniona. Mimi na babako tumegomana tena. Na hivyo unavyoniona narudisha nyumbani. Na awamu hii sidhani kama nitarudi tena nyumbani. Nachokuomba waheshimu wakubwa na wadogo. Pia na jamii inayokuzunguka. Sawa baba? Sawa mama. Nafikiri tuondoke sasa. Kwa sababu muda umefika, mimi inabidi nikimbize chapu ili niingie ofisini. Mume wangu naomba unisamehe. Na kuahidi sirudi tena. No. Usitengeneze hiyo. Usitaka kunifanya mimi kuonekana mbaya mbele ya mtoto. Mimi tulishazungumza na tukukubaliana. Kwa nadhani sasa hivi wewe ni utekelezaji. Tuondoke. Samahani baba. Naomba msamehe mama. Sipendi kuona mkitengana, unaniweka katika wakati mgumu sana. Naomba baba, msamehe mama, nipo chini ya miguu yako.
Yasir mwanangu. Mimi acha niende, nitakuja wakati mwingine. Mama mdogo, twende wote tunapoelekea. Hapana, wewe baki nyumbani. Lakini hakikisha unamwambia baba yako mazungumzo nilokupatia. Lakini bado nahitaji kuzungumza na wewe. Nitakuja siku nyingine. Nenda ndani. Lakini nini Yasir? Nenda ndani. Basi. Amka Mungu ndo kama ndani. Ni usiku sasa. Sina usingizi. Wewe nenda. Lakini Mungu. Unasema unasingiza unakuta unasinzia. Amka basi ndo kalale ndani na kesho utakuwa kazini unarejea. Nikwambia sina usingizi Sabra. Shida iko wapi? Kwani kuna usingizi nitakuja ndani mwenyewe kulala. Lakini Niache. Unajua nipasue hiyo simu wewe. Nipasue uone. Unataka mazoea. Wewe mshenzi wewe. Bro. Kuna nini? Sikiliza dogo nikwambie. Unajua mimi ni mwanaume ambaye nina hisia zangu kabisa ambazo zimekamilika. Huyu anaongea tena na mwanaume kwenye video call usiku mzima. Ina maana anamchiti katika mahusiano yetu, si ndio? Mimi nitajisikiaje sasa? Shemeji, tatizo nini? Mimi nilikuwa siongee zangu na simu, nilikuwa tu nipo TikTok huko naangalia watu live huko. Umeona anajibu kiwepesi tu. Sasa kama ni kweli basi top password. Bro. Sikiza bana mkango. Usifanye hivyo. Shemeji, nini mnafanya? Hebu nisikize nikwambie. Unajua mundani tunaishi na mtoto. Hebu tafuteni namna nzuri ya kusolve mambo yenu. Hii mnamfundisha nini sasa mtoto wake anasikia makelele hivi au akaona babake mdogo mmetoka tumbo wazi mnakimbizana, sio kitu kizuri. Kumeza nyinyi wakubwa, kaeni ndani, malizeni tofauti zenu. Kama uhusiano gani unataka kunigonja habari za kunichiti mimi? Twende huku tuongee. Twende huku tuongee. Kumbavu nini wewe? Asala. Aunja. Amunedi. Utabadilika? ndio nimebadilika. Napenda sana mume wangu. Sawa. Mimi nimekusamehe. Naomba tufungue kurasa mpya mpenzi yetu. Ulitawaliwa na amani na mapenzi ya dhati. Tusije tena kufanya vitu vya ajabu.
nendeni mkautupe ule mwili. Na ili zoezi litakuwa endelevu. Hakikisheni mnatumia usafiri wangu. Unaweza ukaenda. Sawa. Na uchawi umekithiri, ushirikina umetawala. Single father, single father, single father, single father, single father, single father, single father. Zahara, vipi shoga yangu? Mbona furaha yako imefarakana kicheko? Wewe acha tu. Kuna mambo yananisibu Sada. Matatizo yapi? Niambie shoga yako, niko hapa. Ni kisa kimoja sasa kimepita. Babangu hajarudi nyumbani. Umejaribu kumpigia simu? Ndiyo, lakini simu zake zote hazipatikani. Pole sana shoga yangu. Na wewe una wazo gani? Napata sasa nifanye nini? Akili yangu imeganda Sada. Mungu nisaidie. Ile jambo limekuwa gumu. Maana ile swala kupotea watu limekithiri sana siku hizi. Ile ushauri wangu wako twende polisi tukatoe taarifa. Basi naomba unisaidie. Twende wote kwa polisi. Inabidi safari yangu kuchota maji ishia hapa. Twende nikajiandae kisha twende kwa polisi. Marahaba. Baba, nimeongea na mdogo Maida. Maida yupi? Mdogo Maida huyu alifariki. Wewe umeota au? Amenijia hivi lai. Na nimezungumza naye. Kweli baba, sikudanganya. Yaani unanichanganya. Umeongea naye vipi mtu alifariki? Na mmekutana wapi wewe na Maida? Kama huko ndani. Nimezungumza naye na ameniambia uongozane na baba mdogo sehemu aliyoelekeza. Amenisisitiza sana kwa sababu tegemezi lake ni yeye. Sawa, hebu naomba niache peke yangu kidogo. Nenda kupumzika. Single father, 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 single Samahani Shem.
Hivyo unawasiliana na Chike? Ndio. Kila nikipiga simu apokee. Mimi sina shida naye. Ila anachohitaji tu ni vitu vyangu. Sawa, nitamjulisha hilo. Samani. Hivi umemsamehe mke wako? Ndio. Una moyo sana Shem. Kitu ambacho kijui Sabra bado anampenda sana Chike. Na mara kadhaa nimewafuma humu ndani wakifanya uchafu. Na pia bado anaendelea kuwasiliana. Mara mwisho nilikuta message zao akiwa anaendelea kuchati. Na Sabra hivi punde ana plani za kwenda kwa Chike. Cha kukushauri tu shemeji. Sabra sio mwanamke sahihi kwako. Sio kwa ubaya lakini. Ndio kilichokuleta humu? Sina kuuliza ndio kilichokuleta humu ndani? Hebu nisikilize Sonia. Naomba ukome na iwe mwanzo na mwisho kunipa habari za umbea zinazomhusu mke wangu. Fuata aliyokuleta. Na next time ukirudia hicho kifanya, nitakutimua kama mbwa katika hii nyumba. Haitojalisha umeletwa na nani na aliyekuleta na heshima naye vipi. Unapongana karibu ndoa yangu au? Tazame sura yake pale. Sasa, ukitaka kuuona upande wangu wa pili, rudia tena hicho tukifanya. Shenzi. Mambo. Poa. Naona mtaa wenu umepoa sana. Tushapauza swali mkwetu. Pole sana kwa msiba. Asante. Vipi? Una mpango gani kwa sasa? Nilikuwa nasubiria kwanza arobaini ya baba ipite. Kisha ulete barua unione mke wako rasmi. Sawa. Sawa. Okay. Hilo halina shida. Kwani baba alikuwa anasumbuliwa na nini? Hapana. Alikuta tu ameuliwa ghafla na hata siojulikana. Hivyo serikali ndio inafuatilia hilo. Japokuwa mara mwisho aliniambia kwa kuna mtu anamdai. Hivyo na hisi anatoka na usika katika kifo chake. Kwa nini msimripoti wewe? Acha tu serikali ifanye kazi yake. Nimemwachia tu Mungu. Japo nilimpenda sana babangu. Maana yeye ndo anililea kwa kila kitu mpaka nikafikia umri huu. Mamangu aliniacha nikiwa mdogo sana. Naumia kila ninapomkumbuka babangu. Pole sana. Binadamu hatujaondoa huruma hata kidogo. Usilie kipenzi. Bro. Mimi nimechoka bwana. Hatufiki tu. Unajua huku ni mbali sana umeleta huko. Afu kuzingatia usafiri pia tumeuacha mbali. Sikiliza chifu nikwambie. Tukikatiza hapa unaona kuna mto. Tunapandisha kidogo kuna kolongo fulani na shuka. Kule tutakutana na mbuyu. Unajua siku zote waganga wa kweli wanakaaga polini chini ya mibuyu, chini ya mipera mikubwa. Yaani kama kwenye maandaki tu, si unajua? Lakini hao waganga ambao wanakaa sijui kwenye malimao, wengi wanakuwa ni matapeli. Mkango bwana unanidanganya bro. Kwa sababu kutoka kule unaniambia ni hapo mbele tu tunasogea kidogo tunafika, tunakata kona tunafanya, tunazidi kwenda. Mimi nimechoka. Alafu nilishakwambia leo siku vizuri kiafya. Sikiliza nikwambie. Huko tunapokwenda haipiti gari wala haipiti pikipiki. Alafu siku zote waganga wa kweli ndio wanakaaga sehemu kama hizi, wanakaaga chini ya mibuyu, chini ya maandaki. Kwa sababu mganga wa kweli hawezi kakaa kwenye malimao, wao wanakuaga ni matapeli tu, watu wa selfie muda wote. Eti mimi sinakwambia. Kwa hiyo mkango unamaanisha kwamba ni uhakika kabisa kwamba huyu mganga anaweza kumrudisha Maida duniani? Chifu,
Yule mganga ni genius, professional. Kwa sababu kama aliweza kumrudisha chizi ambaye alikuwa amebadilika akili, anaanza kuwa kokoto, matakataka ya porini, na mtu sasa hivi amekuwa sawa, wewe utaenda kujihakikishia mwenyewe. Sawa, basi twende tu. Jamaa ana kazi mbovu. Hata ukimwambia tumbo ile alipiga na nini usinga anapunguza. Twende bwana. Ni kweli sipo sawa na mawazo. Nawaza vitu vyangu. Alafu kingine ukiangalia sina nguo za kubadilisha. Sawa. Kuna nguo nitakupa ziko kule ndani. Basi sawa, nitashukuru sana. Mimi chifu mwenzako amenisamehe. Na sasa hivi nimezidisha upendo mara 2 zaidi hapo awali. Pola wewe shoga yangu. Mimi bado nipo na yule kivuruge wangu. Na kila siku tunagombana. Chike ni mshenzi sana. Na hakuwa chaguo sahihi kwako. Hivi una mtoto? Ndiyo ninaye. Ila kwa sasa mwache endelee kukaa kwa bibi yake. Ila tutakapohamia kwenye nyumba yetu, basi nitamchukua na kuishi naye. Mimi na yeye ningemchukua kae naye. Na hii nyumba ni kubwa sana. Sidhani kama atakuwa kikwazo kukaa naye hapa ndani. Na ukizingatia yule ni mdogo, bado anahitaji mapenzi yako kama nyama. Ila kwa sasa mwache endelee kukaa kwa bibi yake. Ila tutakapohamia kwenye nyumba yetu, basi nitamchukua na kuishi naye. Kwako. Kuna sehemu nataka twende. Kama nilivyowaambia. Wachao. Kurukutanta mantetele. Tumeshafika eneo la tukio. Na hapa mnapopaona ndipo ambapo tutakapompata huyo mhusika. Lakini naomba niwaambie kitu kimoja. Hamtakiwi kupiga kelele pindi pale mtakapomuona huyo mhusika. Tumeelewana vizuri? Na wala hamtakiwi kuogopa. Sawa? Sawa, mimi hapa nitajikaza kiume kabisa. Na dogo fanya hivyo, sawa? Komae. Weka katika midomo yako. Utafune. Weka mdomoni. Na wewe hivyo hivyo. Samahani mdogo. Chakula kimeisha? Wewe unaniulizaje mimi hivyo? Kwa hiyo mwandani shakuwa mfanyakazi wenu, si ndio?
Makubwa. Wewe. Hebu sogea hapa, sogea. Siku nyingine kama kuniuliza upumbavu wako. Nenda kamwambie mama yako. Mimi mwenyewe mtoto wangu kashanishinda hivyo kwa bibi yake, ukafuata kunizesha saizi hapa. Hebu toka. Toka! Nakupiga na kisu mimi. Niharibia tu mudi yangu ya kula saizi hapa. Na yeye mama wako mdogo hivyo hivyo? Suni na kwa mama wako mdogo kweli. Oh mama, oh mama, mama la la oh, ay malo mama, oh mama la la oh bole, oh mama lo mama, oh mama lo mama, ay mama lo mama, ay mama lo mama, ay mama lo mama. Ay mama lolo mama 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 ay mama lolo mama. Yesu mtume mama. Ay. Wanatoka na watoto zao bila kujua, na uchawi umekithiri, ushirikina umetawala.